Amani ya Bwana iwe nawe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa televisheni yetu online. Tunakaribisha kwenye kipindi chetu cha habari ya asubuhi ya leo toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi habari zetu za leo zinatupeleka huko Minembwe ambapo kuliripuliwa na ndege. Hadi sasa kunazunguka habari tofauti. Hapa juzi Moise Nyarugabo aliposti kupaja ya Twitter akisema kwamba ndani ya ndege hiyo ilikuwa ikibeba madawa, ilikuwa ikipelekea wagonjwa madawa huko Minembwe. Ila baadhi ya habari ambazo tulizozipata huko, acha nikusogezee habari uzifate. Karibu tukupashe. Ndege ya kijeshi iliyodunguliwa huko Minembwe ilikuwa hiyo juzi Juni 29. Ndani yake mulikuwa dhana za kivita na silaha nzito. Hakikisho hilo ni la diwani wa tarafa la Fizi Jumanne hiyo jana Julai mosi, wakati wa mazungumzo yake na vyombo vya habari. Bwana Sami Kalonji Badibanga amethibitisha kwamba waasi wa AFC M23 wamesambaza habari za uongo mitandaoni kwamba ndege hiyo ilikuwa ikisafirisha dawa kwenye hospitali ya Minembwe. Sami Kalonji ametoa hapa maelezo kwenye mikrofoni yake Bi Josephine Mungubi. Kijiji ya Kashiko, ndege ya kijeshi kutoka Rwanda ya M23 ilifika kwa kudema Minembwe. Watembezi wa ndege wala wapilote wakikena wakawa nazoea zile mazingira, wakafanya accident wakati walianza kutafuta namna kani ya kutengeneza hii ndege ikalungula yoyo nyewe. Mekusema ya kwamba kama hii ndege ilikuwa inaleta madawa ya kusaidia na vituo vya afya kule Minembwe, ilikuwa ni uongo mtupu, kwa sababu madawa zote za kwenda Minembwe zinafika kwa Fizi Centre Kalembelembe kupitia mashirika mbalimbali vya afya. Ni kusema kwamba ile ndege yenyewe ilirungula Minembwe ilikuwa ndege ya kijeshi ya M23. Ndani mulikuwa masasi na masila na mulikuwa wanajeshi wakuye kuwa renforcer Red Tabara Tutaneo. Wakati huo diwani wa tarafa la Fizi amepongeza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mkataba mpya kati ya DRC na Rwanda. Sami Badibanga mara nyingine. Sisi tarafani Fizi tunasema asante sana kwa rais wetu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kuona tunafikia kusaini mkataba kubwa sana kati ya nchi yetu na nchi ya Rwanda, mkataba ya kuleta amani kati ya sisi wakongomani na Wanyarwanda wavamizi. Tunasema asante kwa diplomasia, italeta amani ya kudumu, ya kuleta matumaini ya wakongomani wengi wa mihaji wa ndani wenye wako huku na huko, zaidi tarafani Fizi. Watu wengi wenye walipoteza maisha, usalama ndogo, na watu wengi wenye walipata jeuri za kila aina. Tunasapoti nchi yetu ya Kongo, tunasapoti diplomasia ya Kongo. Jamii ya watu wa kijiji cha Kagunga wilayani Munguni kwenye usultani wa Bafuliru wamejitolea kukinga mazingira ya eneo lao. Hayo wameyataja hiyo jana siku ya Jumanne Julai mosi, wakati wa kikao cha majadiliano juu ya kupangilia na kufikiria hasa upandaji wa miti kwenye usultani, kwenye msitu wa kijamii kwenye eneo hilo la usultani wa Bafuliru. Kikao hicho kimeandaliwa na shirika la kutetea ukingo wa mazingira na La Fraternité Kivusienne Fanya Tu. Na hapa tusikilize engineer Safari Tondo Ferdina akiwa ni mkufunzi wa siku hiyo akielezea umuhimu wa azimio hilo la upandaji miti. Leo tumeongea na wakazi wa kijiji cha Kagunga kwa kuwaonesha umuhimu wa upandaji wa miti na miti ambayo tunayoipanda kwenye village yao, na tukaongea nao kuhusu gisi ya kulinda ile mazingira ambayo tuko tunaitengeneza pamoja nao, na wakati wametukubalia kama watakuwa tayari kwa kulinda mazingira na kwa
kukataza watu wasianze kuchoma moto kwenye miti ambayo tunayoipanda kwenye vijiji vyao. Miti ambayo tunayoipanda, tunapanda miti ya matunda, tunapanda miti ya kuleta rutuba kwenye udongo na miti ya kuleta hewa kwenye kijiji au kwenye maeneo hayo. Ujumbe ambao unawatolea wakaaji wote, tushikamane mkono kwa mkono ili tuweze kulinda mazingira yetu na tuitengeneze vizuri ili tuweze kufanya nchi yetu kuwa na hewa nzuri na kuwa na mazingira mazuri katika mji wetu na vijiji vyetu. Wakati huo jamii ya wakazi wa kijiji hicho cha Kagunga wametaja kuanzisha mara moja upandaji miti, pia kupambana hasa na hali ya uchomaji wa msitu. Tumsikilize Bwana Lwaboshi Benoit Sage, mkuu wa kijiji cha Kagunga pale Mungu, akieleza yale waliochukua kama azimio. Antuka na shukuru hiyo organization sisi tunaita organization ya fanya tu. Juu wakati walifika hapa tukawapatia material hapa ya kupanda miti, na hivi nilikusanya population yangu hapa ya village ya Kagunga, tukafanya mazungumzo na washukuru na wasikatike kufinyaga hapa kwa village ya Kagunga. Waendelee tu kukuya kutuvisite na maproje yetu itaendelea tu, hakuna problem. Ndio tatizo iko juu population kuchoma moto ovyo, ila ile ni kuharisha mazingira, na tulikuwa tunainvite na wa environnement juu angalie gisi atamobilize watu juu kuchoma moto ovyo, ile ni kuharisha mazingira. Ndugu mtangazaji, tutakamata azimio ya kwamba mtu yeyote ule mwenye ataharibisha mazingira, mie kama vile chef de village wa hii village nitamchukulia hatua na kumtia mikono ya serikali, na wa environnement naye atafuatilia juu ile environnement ndio mwenye anahusika na mazingira yako. Population na washukuru kwanza kwa kusikia maaliko nilialika, wakafika wote. Antukana nashukuru kwa population yangu, na niliwaambia kwamba hii mradi tuikamate na nguvu, tuikamate na mikono mbili ili mradi endelee mpaka mwisho. Tunasema kwanza asante na Mungu awabariki kwa kazi ambayo mko mnatumika. Tulikuwa na mateso moya ya maji hapa, haiko ya kusema. Na Mungu huyu mwenye uwezo iko na vyake benana ikaga na chunga mumutu. Kwa sababu maji yene tulikuwa tunakunywa ni maji ambayo iko buchafu sana. Lakini Mungu akasema hapana, ndawatumia msaidizi ambayo mwana atawapatia maji mazuri, maji masafi, maji haina mikrobi yene mtakuwa mnakunywa na itawasaidia katika hii mlima. Antuka tunakuwa bazuri, tunakuwa basafi, tunakuwa kila kitu, ile machafu tena hakuna. Antuka tunashukuru kwa baba zetu, wa mama zetu, wa ndugu zetu ambao waliona magumu ambayo tuko ndani, wakatushimamia na kutupigania. Kwa leo tunakuwa na mabomba, tunakunywa maji vile tunapenda, tunakoga, tunafula. Tulisumbuka sana kwa kupata maji, tulikuwa tukijielekeza huko mtoni Mlongwe na ni mbali na kambi yetu. Ilikuwa ni shida kubwa kwa sababu watoto walipata magonjwa mengi kama vile kolera na magonjwa mengine, manguo kuchafuka na uchafu ndani ya nyumba, lakini kwa saizi tumekuwa na usalama kabisa kupitia maji. Maji ilikuwa ni shida kwa sababu maji ilikuwa ni kujielekeza hata mtoni huko Mlongwe, ndio pale tunaweza kupata maji ya kutumia. Shirika Croix Rouge ni ile ambayo iliweza kutupatia maji haya. Maji haya tunaweza kusema Croix Rouge tunamshukuru sana kwa sababu bila yeye hatungelipata maji ya kutumia kunywa. Acha tuseme tena asante ndugu mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia media yetu hii. Tunashukuru, tutaendelea kupatia habari zetu za kila siku na habari za ukweli na kamili kupitia One News Media. Basi tunakumbusha tena kufuata kitu kimoja, hakikisha una subscribe na comment na kushare ili uendelee kupata habari zetu za kila siku, asubuhi, mchana, magharibi. Hatukosi habari nzuri za kweli na za kamili. Kweli tunakuomba uendelee kusubscribe kwenye channel yetu. Mtangazaji wako ni Idi Elisha kupitia One News Media.